Mtoto atumwi dukani ni Young Africans ya Dep na Prince Mpumelelo Dube. Ila ni Azam yenye Faisal Salum Toto, mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi pengine kuliko mchezaji yoyote ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ndio kazi ya Pedro Gonçalves kesho majira ya 2:30 katika dimba la Stadio de Benjamin William Mkapa. Anasema yeye timu yake imejiandaa na iko tayari kutembeza kichapo kwa kila aliye mbele yake. Pedro anasema about the match, we're going to face Azam, one of the teams. Kuhusu mechi ijayo, tutakutana na Azam, moja ya timu zilizo imara zaidi katika ligi. Ni timu ambayo imeonyesha kiwango kizuri katika mashindano ya Afrika. Tayari tumewahi kukutana nao katika fainali ambayo ilikuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa sana. Bila shaka ni klabu bora sana kutoka hapa nchini Tanzania. Nafikiri kadri misimu inavyozidi kuendelea wamekuwa kizidi kuwa imara zaidi. Hivyo basi tutakuwa tunakutana na mpinzani mwenye nguvu sana. Kwanza kabisa kwetu sisi kucheza katika uwanja wa Mkapa ni fursa nzuri kwa sababu ni uwanja mzuri wenye nyasi nzuri. Maandalizi yetu hayakuwa marefu sana kwa sababu tulikuwa na siku 2 tu kati ya mechi iliyopita na mechi ya kesho. Jana ilikuwa ni siku ngumu kwetu kutokana na safari ndefu tulioifanya. Lakini hata na hivyo tulifanya mazoezi ya kurejesha nguvu jioni na leo tumeelekeza umakini wetu wote kwenye maandalizi ya mechi hiyo kesho. Kama ambavyo Azam amekuwa akizidi kuwa imara kadri msimu inavyozidi kuendelea, nasi pia tumekuwa tukizidi kuwa imara. Wachezaji wanazidi kuelewa vizuri zaidi mawazo na mbinu za timu. Wakati mwingine inakuwa changamoto kwa sababu tunacheza katika viwanja vyenye aina tofauti za nyasi mara nyingi. Wakati mwingine uwanja ni mzuri, wakati mwingine si mzuri. Wakati mwingine ni nyasi bandia nzuri, wakati mwingine ni mbaya. Hivyo ni changamoto kubwa. Zaidi hayo tunakutana mpinzani mwenye nguvu sana, lakini ninaamini wachezaji wote wana mtazamo sahihi wa kujiamini ili kutoa kiwango kizuri siku ya kesho. Kuhusu mechi iliyopita hasa katika Kombe la Mapinduzi, tulicheza dakika 120 pamoja na mikojo ya penalti. Hivyo ilikuwa ni mechi ngumu sana. Nafikiri tulidhibiti takriban 90% ya mchezo na tulikuwa na udhibiti mkubwa sana wa mpira. Lakini hiyo ilikuwa ni mechi tofauti, iliyopita amepita. Kesho ni changamoto mpya na mechi mpya. Kwa upande wangu, tangu tulipokuwa hapa, tunalenga kila kitu kwa wakati kutoa kiwango kizuri cha uchezaji. Huo ndio mtazamo wetu. Tunataka kushinda kila mechi. Haijalishi tunacheza na Azam, Simba, Tabora, Polisi Tanzania au timu nyingine yoyote. Hivyo ndio falsafa yetu. Hata kama tutashinda ama tutashinda, tunapaswa kuangalia kwa ujumla utendaji wetu, kuchambua na kujitahidi kufanya vizuri zaidi katika mechi inayofuata. Tangu nimeanza kuifuatia timu yao nadhani wamepoteza au kutoa sare mara chache tu. Hata sare hiyo ilikuwa ni dhidi ya mojawapo ya klabu bora hapa nchini Tanzania. Hivyo wamekuwa akifanya vizuri pia katika mashindano ya Afrika. Kwa tunapaswa kuwa na morali na kujiamini, lakini pia tukijua kwamba kesho kutakuwa na mapambano makubwa dhidi ya moja ya klabu bora. Ili napaswa kuwa hamasa kwetu kufanya kila tuwezalo ili kupata ushindi. Mwisho wa siku tutaona matokeo yatakuwaje, kwa sababu sisi tunalenga kushinda mechi lakini pia tunalenga kushinda mataji. Kwa sasa tunaongoza ligi na hilo ndio jambo la muhimu zaidi. Kuhusu Azam, ni timu yenye nguvu sana kimwili. Pia wana mfumo imara sana wa ulinzi. Ndio maana wamefungwa mabao machache sana, lakini labda 4 au 5 tu. Hivyo inaonyesha uimara wao. Wamejipanga vizuri katika ulinzi na pia katika mashambulizi. Zaidi hayo wana uwezo mkubwa sana kufanya mabadiliko ya haraka kutoka ulinzi kwenda kushambulia. Kwa hiyo tunahitaji kuwa tayari kwa kila hatua ya mchezo. Nafikiri sisi pia ni timu iliyo imara yenye uithibati. Hivyo kesho itakuwa ni changamoto nzuri sana. Tutaona nani atakuwa na uwezo zaidi, lakini sisi tunajiandaa kufika kiwango chetu tunachokihitaji. Kwa kweli hadi sasa tumekuwa tukicheza mechi ngumu sana, lakini hii itakuwa ni mojawapo ya mechi ngumu zaidi kwetu. Hata na hivyo si swala la kuogopa, ni swala la kupata hamasa na nguvu ya kukabiliana na mpinzani na kufanya kadri uwezo wetu. Huo ndio mtazamo wetu na ni jambo rahisi. Kwetu sisi itakuwa ni mara ya kwanza kucheza katika uwanja wa Mkapa tangu nijiunge na timu. Najua klabu ilicheza hapa katika Ngao ya Jamii na pia mechi ya kwanza ya ligi. Lakini kwangu mimi binafsi hii itakuwa ni fursa ya kurejelea katika uwanja huu baada ya takriban miaka 7 au 4 nilipokuja hapa kucheza AFCON ya vijana chini ya miaka 17. Ilikuwa ni kipindi kizuri sana.
na nina kumbukumbu nyingi nzuri sana katika uwanja huo. Ningependa kubaki na kumbukumbu nzuri kama hizi, lakini sasa pamoja na msaada wa wachezaji, natumaini kesho watakuwepo kwa wingi kutunga mkono, kufurahia mchezo na kutupa nguvu. Nataka wawe sehemu ya utendaji wetu uwanjani, washiriki nasi katika juhudi na changamoto za mechi ili tufikie kiwango chetu bora. Mwishowe tunatumaini kila mtu atarudi nyumbani akiwa na furaha kwa sababu tumepata alama 3 muhimu. Mchezo wa Young Africans dhidi ya Azam FC utapigwa majira ya saa 2 kamili za usiku. Narudia tena, unahitaji kuwa na TV nzuri nyumbani ya kutazama mchezo huu. TV nzuri utazipata wapi? Ni JR Enterprises. Hapa ndipo utakapopata TV nzuri. TV utaipata kuanzia shilingi 134,000 tu. Na ukifika kwetu utapata makabati ya nguo, makabati ya vyombo, kitchen cabin, box bed na bed sofa, TV showcase. Utapata sofa aina zote, magodoro size zote, sabufa aina zote, fridge, pasi, extension cable, TV, fridge guard, oven na majiko ya gesi, ita, blender na kadhalika. Unaweza ukatupigia sasa kupitia simu namba 0763153039. Jana Enterprise tunapatikana ushirika wa Neema, juu kidogo stali ya KSMC.